Biashara kati ya Tanzania na India imeendelea kukua na kufikia dola za Kimarekani bilioni 9.02 sawa na zaidi ya shilingi trilioni 23 za Kitanzania katika mwaka wa fedha 2025-2026. Mkuu wa mkoa mjini Magharibi, Mheshimiwa Mohamed Ali Abdalla, amesema ongezeko hilo linaonyesha fursa kubwa ya kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji kati ya Zanzibar na India. Ameyasema hayo katika hafla iliyofanyika ofisini kwake Vuga, wilaya mjini Unguja, ambapo amesema uwekezaji kati ya pande hizo mbili umefikia dola bilioni 4.08. India and Zanzibar, especially that is Tanzania, has continued to strengthen through political, economic and social cooperation, because that is a trade between that is two countries. India na hasa Zanzibar ambayo ni Tanzania imeendelea kuimarika kupitia ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kijamii. Kwa sababu huo ni uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Sasa umeendelea mpaka kufikia bilioni 4.08 kati ya nchi hizi mbili. Hii ni hali inayojumulisha kuwa kuna uwepo wa fursa zaidi za kibiashara na uwekezaji kati ya nchi yetu na watu wetu. Hatua ambayo inaweza kutoa fursa kwa Zanzibar kuvutia wawekezaji wa India katika sekta mbalimbali ikiwemo usimamizi wa taka, uchumi wa bluu, zao la mwani pamoja na utalii. You can help us in the area of a sector of such as the blue economic, deep sea fishing, marine product processing, seaweed value addition. Mnaweza kutusaidia katika eneo la sekta kama vile uchumi wa bluu, uvuvi wa bahari kuu, usindikaji wa mazao ya baharini, uongezaji thamani wa mwani, utalii, nishati, usafiri wa baharini na uendelezaji wa bandari. Eneo hili halitutoshi, yani hatujaendelea vizuri. Hatuna wataalamu halisi katika eneo hili. Lakini ikiwa labda ili kuimarisha uhusiano wetu, ni vyema kutusaidia kwa ajili ya wataalamu katika eneo hili, au tunahitaji ujenzi wa uwezo katika eneo hili kwa ajili ya lengo la kuwaendeleza wananchi wetu na watu wa mkoa wa mjini Magharibi. But we need that is to strengthen relationship between in this area, because that is we need that is to develop. Lakini tunahitaji kuimarisha uhusiano katika eneo hili kwa sababu tunahitaji kukuza uwezo wa wafanyakazi wetu, hasa katika akili bandia, yani AI, kwa sababu AI sasa hivi ni matunda kwa ajili ya maendeleo ya hali hii kupitia teknolojia. I would like that is to request, especially this is a request for Urban West. The request is we need that is assistance in. Pia ningependa kuomba, hasa hili ni ombi kwa mjini Magharibi. Ombi ni kwamba tunahitaji msaada wa kuzialika kampuni na taasisi za India kuwekeza katika usindikaji wa taka usio wa kawaida. Usindikaji wa taka ili kuzalisha kama vile mbolea, umeme na vinginevyo. Kwa sababu katika eneo hili tuna upungufu wa teknolojia, tunahitaji mpango na utaalamu wa kupendezesha mji wetu. Kwa sababu sasa mji wetu tunajenga na tunakarabati, lakini tunahitaji utaalamu wa jinsi ya kuupendezesha mji wetu. Because now our cities we built now, we renovate, but we need that is the expertise on how that is to beautify our cities, especially that is Zanzibar town. Kwa upande wake, balozi wa India nchini Tanzania, Mheshimiwa Bishwadip Day, ameahidi kuunganisha Zanzibar na kampuni ya Kihindi itakayojishughulisha na usimamizi wa taka iliyoko Dar es Salaam ili kusaidia kupata suluhisho la changamoto za taka. There is an Indian company in Dar es Salaam which is working on the waste management. Kuna kampuni ya India iliyoko Dar es Salaam inayofanya kazi usimamizi wa taka. Kwa hiyo tayari wanafanya kazi huko na naamini wanafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo nitajaribu kuwaunganisha nanyi ili waweze kufanya kazi hapa.
Ameeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya ushirikiano wa kiteknolojia kati ya India na Zanzibar, huku akipendekeza kuandaliwa kwa semina ya mtandao kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza itakayowapa watumishi wa serikali fursa ya kufahamu kozi mbalimbali kupitia program iTech. You did speak about the iTech scholarships. Pia nilizungumzia kuhusu ufadhili wa masomo ya iTech na vitu vingine. Mnaweza kuomba muda wowote kwa ajili ya Mjini Magharibi, mafunzo fulani mnayotafuta hasa ya mipango mji. Sisi tumepeleka wanafunzi kutoka hapa kwa ajili ya mipango miji. Mnaweza kuwapeleka kwa kozi za muda mfupi, sababu ni kwamba mifumo ya mjini ya nchi za magharibi imeendelea sana, yenu na yetu bado. Kwa hiyo tunaweza kuleta vitu tunavyotengeneza ambavyo vinaweza kufanya kazi hapa. Tukizungumzia vitu vya kiteknolojia ya juu sana ya kidijitali, wakati hakuna umeme, vitafanyaje kazi? Hicho ndicho tunachoangalia. Aidha, ameahidi kusaidia katika kutangaza Zanzibar kama eneo la urithi wa dunia la UNESCO pamoja na kuandaa tamasha la utamaduni katika eneo la Forodhani. Kwa hiyo vitu hivyo vinaweza kufanyika kwa urahisi na tunaweza kuendelea na mazungumzo kuhusu hilo. Kitu kingine mheshimiwa, ambacho tunapenda kufanya pia ni kutangaza utamaduni wa Tanzania na Zanzibar kwa ujumla. Jana tulikuwa na hafla nzuri sana ambapo tulitarajia uwepo wako, tukiwa na wanamuziki wa India na wa Zanzibar. Kitu kile kilikuwa kizuri sana. Ningependa kufanya nanyi na kwa msaada wako kufanya hivyo katika hifadhi ya Forodhani. Kwa kipindi cha saa moja, kama mnaweza kufanya kazi na ofisi ya konseli, sisi tutawaleta wasanii, tutaleta mifumo wa muziki. Mimi nataka tu ulinzi wenu na eneo siku yoyote ya Jumamosi au Jumapili, ili tutangaze na tuwe na wadau watu 400 wanaokuja kufurahia muziki kwa saa moja. Hii itasaidia, ni mchanganyiko wa kitamaduni, inatutangaza na kuweka kwenye mitandao ya kijamii duniani kote kuwa hivi ndivyo ilivyo. Ningekuomba kama unaweza kufanya kazi naye kuandaa semina mtandaoni na maafisa wote wa serikali waliopo, angalau wajue kuwa hizi ndizo kozi zilizopo. Haya ndiyo mambo kama hayo wanayosema kuhusu mipango mji, usimamizi wa taka, ujasiriamali na wanawake. Cyber security. Sasa hivi mna hoteli hapa, wanahitaji watu wanaojua usalama wa mtandao, wanahitaji kujua masoko ya mtandaoni. Kwa hiyo vitu vyote hivyo vinaweza kuelezewa na anayeweza kushirikiana nanyi kuandaa semina hiyo kwa Kiswahili au Kiingereza. Hizi ni ripoti za ASAM. Mimi ni Zakaria Danieli, nyuma ya kamera ni Abubakari